Kwa wakati huu basi naomba tutafungua maandiko yetu, muda wetu ni mtate. Tutafungua maandiko yetu kutoka katika kitabu cha waraka wa Yohana. Tuzungumzie habari za mwana wa Mungu na mwana wa Ibilisi. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Nitaanza mstari wa 4. Biblia inasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye, yani Yesu, wala hakumtambua. Watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu ni dhahiri. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma mstari wa 10 unasema, katika hili wana wa Mungu, watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa Ibilisi wao ni dhahiri nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu ni dhahiri na mwana wa Ibilisi ni dhahiri. Biblia inatuambia, inasema kuwa dhambi ni uasi, na uasi afanya mwana wa Ibilisi. Lakini pia anaendelea kwenye kudhihirisha, anasema kila atendaye dhambi ni wa Ibilisi, na kila afanyaye haki ni wa Mungu. Anaendelea kwenye kusema hivyo hivyo, anasema kuwa mwana wa Mungu ni dhahiri na mwana wa Ibilisi ni dhahiri. Ni dhahiri maana yake nini? Ni dhahiri, anaonekana kwa macho ya nje na macho ya ndani. Mtu ana uwezo wa kumtambua mtu kuwa huyu ni mwana wa Mungu katika roho na katika hali ya udhihirisho wa nje. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja anasema pia na mwana wa Ibilisi ni dhahiri. Ni dhahiri katika namna gani? Hatuwezi tukasema ni dhahiri katika hali tu ya kutamka. Tunatamka kuwa mwana wa Ibilisi ni dhahiri, anaonekana kwa macho ya nje kwa matendo yake, na mwana wa Mungu anaonekana dhahiri kwa matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia anaendelea kwenye kusema kuwa yule aliye na haki alizaliwa na Mungu, na yule asiye na haki hakuzaliwa na Mungu. Na sisi tulioko ndani mwa Mungu tumezaliwa tukiwa na haki, na Mungu ametuamini kutufanya nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametukubali kutufanya nyumbani mwake, na pia hivyo hivyo kama vile tulivyofanya nyumbani mwake, inatakiwa tuoneshe haki yake siku zote. Inatakiwa tuoneshe njia yake siku zote. Mwana wa Shetani aonekana zaidi kwa vile aishivyo, kwa matendo atendayo. Hata kama yupo ndani nyumbani mwa Mungu, awezekana kuonekana kwa macho, kwa matendo yake kuwa huyu ni mwana wa Shetani, hata kama anajitambulisha mbele za watu kuwa ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Shetani aonekana kwa matendo, na mwana wa Mungu aonekana kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kuwa wale waliokuwa wa Ibilisi walionekana machoni pa watu
sasa hivi kwa maneno tushapata wote. Yaani kwa maneno sasa hivi watu tushafaulu 100%. Kitu kinachokuja kubaki ni kwa habari ya matendo, na haya matendo imekuwa ni kazi kwa kanisa la leo kwenye kutekeleza. Hata kama twaishi nyumbani mwa Mungu, matendo yetu yanatakiwa yaonekane kuwa ni zaidi, kuwa sisi tumesaliwa na Mungu, kuwa sisi ni taifa barikiwa. Katika kitabu waraka wa Petro, Biblia inasema kuwa sisi ni taifa barikiwa, wana wa Mungu, uzao mtakatifu, uzao wa kikuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametuamini kuweka kazi zake mioni mwetu. Mungu ametukubali. Mungu ameonyesha kuwa sisi tunafaa kushikamana na karamu ya malaika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kitakachotushikamanisha na karamu ya malaika mbinguni ni vile tuoneshavyo matendo yetu tukiwa duniani, ya kuwa sisi tumezaliwa na Mungu, taifa barikiwa kweli kweli, ambapo ukianza kusoma mwanzoni anasema kuwa sisi hatukuwa taifa, tulikuwa tumetawanyika, hatuna mchungaji. Alipotokea Yesu kuja kutuchunga, akatufanya kuwa taifa, tukawa na haki katika njia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu sasa hivi kwa habari ya maneno tushapata, yaani kwa habari ya kusema mimi ni wa Mungu tushapata, lakini shida ipo ni kwenye matendo ya yule unayemtamka katika hali ya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Udhihirisho wetu sisi katika hali ya kutumika kwetu, tuliokaa katika hali ya Mungu, udhihirisho wetu sisi ni kwa habari ya matendo. Yaani watu watuonavyo huko nje wamuone Mungu akisomekwa ndani, vile tutembeavyo huko nje watu waone Yesu Kristo ameandikwa katikati ya vipaji vya nyuso zetu. Itakuwa ni kazi tukajiita wana wa Mungu wakati tunaendelea na wana wa shetani. Biblia inasema hivi. Biblia inasema kuwa yeye aliyeona kuwa amesimama katika njia mbili, yaani amesimama katika njia ya Ibilisi na katika njia ya Mungu, yaani hajaweza kujitofautisha kuwa mimi najiweka kando na mambo haya, yeye akawa pamoja katika njia zote mbili. Anasema mimi nitamtapika, nitamteua. Asema Bwana, si mimi. Bwana atamtapika. Sasa mwana wa Mungu ni zaidi. Matendo yako na njia yako na kuishi kwako kunategemeana na vile unavyojitambulisha kwa habari ya matendo. Ukisema kuwa mimi ninaye Mungu ndani, basi na kwa habari ya matendo na watu wakuonavyo Mungu aseme ndani yako. Amen. Tutapataje kupona? Biblia inasema tusipojali wokovu. Tena mkuu namna hii tuliofanyiwa sisi tulioko nyumbani mwa Mungu, ambao hatumwaibishi Mungu bali tunamtukuza Mungu kila siku. Tunaimba hapa mbele, upewe sifa Bwana. Tunaimba. Tunapokuwa tunaimba, inatakiwa tuzihirishe umwana wa Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa tunafanya kitu, ni lazima tuweke kuwa sisi si watu wa dunia tena, tumepatanishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kusema kuwa sisi tulioko nyumbani mwa Mungu tunaishi mbinguni duniani. Amen. Sijui kama naeleweka hapo. Tunaishi mbinguni duniani. Yaani sisi tunaishi duniani, sisi ni wa mbinguni. Yaani mbinguni tunaishi mbinguni duniani. Nieleweke hapo kuwa sisi tunaishi duniani pa watu wenye maovu. Tunaishi duniani pa watu wenye dhambi. Tunaishi duniani pa watu wenye matukano. Tunaishi duniani pa watu walio asi, wale ambao wamemtusi Bwana. Lakini matendo yetu
mbinguni. Tunaishi duniani kwa watu hawa, lakini sisi tumejitofautisha. Sisi ni watu wa mbinguni. Matendo wayatendao watakatifu wa mbinguni ndiyo yatupasayo kuyatenda sisi tulioko duniani. Kwa maana sisi tumejijua kuwa sisi ni watu wa Mungu, pia ni taifa barikiwa, watu wa Mungu, watu wa miliki takatifu. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo kuwa sisi ni chumvi ya ulimwengu, na hata chumvi itiwe nini isipokolea, anasema kuwa chumvi hiyo inatakiwa kwenda kumwagwa na kukanyagwa. Maana yake Mungu ametukubali mimi na wewe ili kusudi tuwe ni chumvi ya ulimwengu, kila atuonaye atamani kile kitokacho moyoni mwetu. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 33, Biblia inasema kuwa maneno maovu huharibu tabia njema. Na hivyo mimi na wewe, kwa maana ni chumvi ya ulimwengu, basi huko tuendako tunene maneno matakatifu yaliyombeba Mungu ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ikasema kuwa watu wangu niliowaamini, Mtume Paulo akaandika waraka. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kuwa maneno yenu na yeye yamekoswa munyu, na pia muendapo kutamka mtamke amina amina, muwe na maneno machache na mengine msifikiri, kwa maana tarajieni Roho atakayewaambieni kuwa nendeni kanene hili. Asa mwana wa Mungu wakusanyika pamoja na wale walioasi. Haiwezi kaonekana kuwa wao umejitenga pamoja nao. Tuonekanapokuwa tumejitenga pamoja nao ni kwa habari ya matendo. Matendo yetu yanadhihirisha kuwa sisi tumejitenga pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa katika hali hii ya kuaminiwa sisi na Mungu, pia hivyo akasema kuwa ninyi ni nuru ya ulimwengu. Akasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, na hiyo nuru basi yaangaza duniani kote, kwa sababu mliyembeba ndani ni mkuu zaidi ya yule wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Akaja akasema kuwa kama ninyi ni nuru, basi nayo nuru, taa haiwezi ikawekwa chini ya pishi, itawekwa juu ya kiango ili kusudi angaze katikati ya ulimwengu mzima. Manake mimi na wewe tunapokuwa tunaishi kwao ndugu, watu wanaokuwa kama sisi ni wenye dhambi, lakini tumekubaliwa na Mungu, yatupasa tumdhihirishe Mungu aliyeko ndani yetu. Tunavyoishi nao wamuone Mungu ndani yetu, kuwa sisi ni taa imulikayo na iangazayo kwenye kanisa la EAGT kwa mchungaji Mwenga. Kila mmoja apenda semesari zinava kwa Mwenga kwemvora kuputa uku kunju kwa sababu ya wale watu ambao wanaishi mle ndani. Tungelikuwa tunaishi ama tukiwa tunaishi katika njia ya upotofu, watumishi wa Bwana, tumepotea. Sasa basi sisi pamoja na Mungu tuliye naye ndani, yatupasa tumdhihirishe kwa nguvu zote. Matendo yetu yahesabiwe amina amina, wakati wote iwe ni furaha. Kila mtu ajivunie aseme kuwa hakika lile taifa litokalo katika kanisa la EAGT limebarikiwa. Maneno wananena vizuri, au wasikii kwenye mambo ya ovyo. Mambo wakiamua kujitoa wanajitoa, shetani hana nafasi juu yao. Bwana Yesu